yale yaliyoahidiwa kwenye ilani ya uchaguzi na yale yaliyoahidiwa kwenye dira yetu ya maendeleo na yale ambayo aliahidi yeye mwenyewe, yote yanakwenda kutekelezwa. Tunaanza utekelezaji wa ilani leo, ilani ya 2025-2030. Tunaanza utekelezaji wa bajeti leo ya mwaka 2026-2027, na tunaanza utekelezaji wa dira mpya 2050 leo. Na mimi nina furaha sana kutamka kuanzwa kwa safari hii nikiwa nyumbani kwetu mkoa wa Mara, hapa Serengeti. Na kama alivyosema mkuu wa mkoa, kama kiongozi wa shughuli za serikali na natoa tamko hili nikiwa nyumbani hapa, basi na mimi nitakuwa sehemu ya wabunge wenu wa mkoa wa Mara na wabunge wenu wa Serengeti katika kusukuma maendeleo ya Serengeti na maendeleo ya mkoa wa Mara na maendeleo ya Tanzania. Katiba yetu inasema jambo lolote ambalo Mheshimiwa Rais anatekeleza, anatamka, anaelekeza litekelezwe. Jambo lolote ambalo Mheshimiwa Rais anaelekeza litekelezwe, basi waziri mkuu atatekeleza ama atasababisha litekelezwe. Kwa hiyo yale ambayo Mheshimiwa Rais aliwaahidi, amenituma niwahakikishie kuwa yatatekelezwa, na mimi kama wajibu niliopewa na katiba nitasimamia kuhakikisha maelekezo hayo ya Mheshimiwa Rais yanatekelezwa. Mheshimiwa Rais amejipambanua katika kipindi chake cha awamu ya kwanza kwamba ni mtekelezaji, ni kiongozi wa matokeo. Kwa hiyo hata haya aliyoyasema kwamba yatafanywa katika awamu ya pili, hatuna sababu ya kuyatilia mashaka, kwa sababu katika serikali yake awamu ya kwanza ametekeleza mengi. Nitawaambia, nimepita kukagua mradi wa jengo la utawala wa halmashauri pale Serengeti. Sio wilaya mpya sana, ni wilaya ambayo ilikuwepo, lakini tunatambua kwamba walikuwa na jengo la utawala ambalo wameegesha. Majengo ya aina hiyo ambayo Mheshimiwa Rais ameyajenga ndani ya kipindi cha takriban miaka 4 mpaka 5 ni zaidi ya majengo 150. Unaweza ukaona ni kiongozi wa matokeo kwa kiwango gani. Maana yake hata haya ambayo tumeanza likiwemo hili la Serengeti yatakwenda kukamilishwa.